Mara baada ya mnyama kujeruhiwa kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika, karudi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Mbele ya Mbeya City anapata alama 3 muhimu na kuendelea kusonga mbele. Tuko na mwamba GB 64, hatujamsikia kwa muda kweli kweli. Tuzungumze naye. Kwema ndugu yangu? Bwana kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Mimi niko vizuri. Mnyama mkali anarejea ligi kuu ya Tanzania bara na anaondoka na alama 3 mbele ya Mbeya City. Bila shaka umeutazama mchezo. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani kitathmini? Mchezo ulikuwa mzuri. Mchezo ulikuwa mzuri sana. Ulikuwa ni mchezo wa kuvutia. Mbeya City ni timu nzuri. Sawa, katika ligi yetu unapotaja timu ambazo zinatoa ushindani kwa vilabu hivi vikubwa vitatu, yani ma title contender, yani Simba, Yanga pamoja na Azam, Mbeya City huwezi ukaitoa. Sawa, ni timu ambayo inatoa ushindani mkubwa. Yani hata kama inakuwa na hali gani anapokutana na wadogo wenzie, lakini pindi anapokutana na Simba, Yanga pamoja na Azam, basi huwa anatoa ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo Mbeya City jana alitoa ushindani wa hali ya juu kwa Simba. Sema kutokana na ukubwa wa Simba na ukubwa wa kikosi wa Simba na hasira alizokuwa nazo Simba sawa kutoka kimataifa kuja kuzielekeza kwenye ligi, ndio zikamwezesha kupata alama 3 na magoli 3. Kwa mchezo ulikuwa mzuri na ulikuwa wa kuvutia sana. Wanasema kwamba Mbeya City huwa anawabana sana Young Africans kuliko mnyama Simba. Young Africans alipata sare, lakini Simba kuna mkuu ni mtoto tuseme ni mteja. Watu wanaweka mashaka hapa. Tumeona baadhi ya watu wanauliza kwa nini Young Africans anabanwa, mnyama Simba anaonekana kuwa game yake ni rahisi. Mimi nadhani timu zote mbili zinabanwa, isipokuwa inategemea na msimu husika na aina ya timu uliokuwa nayo. Sio, umeelewa? Na timu uliokuwa nayo, kwa sababu Mbeya City na Simba hii ni mechi 20. Sawa, Simba ameshinda mechi 13, Mbeya City ameshinda mechi 3, suru mechi 4. Sio, umeelewa? Kwa hiyo uwezi ukasema timu ambayo kuna timu hazijawahi kuifunga Simba kabisa mpaka leo hii. Mfano kama Singida yule ndio kwanza kaifunga Simba kwenye shirikisho. Sawa, sasa utasema Singida ni mnyela. Umeelewa? Kuna kipindi Azam alikuwa anapigwa tu na Simba, kila kiingia anapigwa tu. Lakini akija Yanga anataitiwa. Inategemea na aina ya timu na nature nini? Na nature ya hizi timu zinapokutana. Lakini kikubwa ukubwa tu wa wachezaji wa Simba. Simba wana kikosi kipana, Simba wana kikosi kikubwa ambacho kina uwezo mkubwa. Sawa, chini ya Mwalimu Matola. Ndio kilichowezesha jana kupata nini? Kupata matokeo. Kwa sababu ukiangalia Mbeya City alikuwa amezidiwa kila idara. Yani kuanzia katikati, nyuma Simba ilikuwa imetulia kwa vizuri, katikati viungo, idara viungo Simba ametulia vizuri, na hata mbele kwenye safu ya ushambuliaji Simba angekuwa makini jana, Mbeya City alikuwa anafungwa hata goli 7. Isipokuwa kuna baadhi ya magoli mengine yamekataliwa na nyingine wachezaji wenyewe wamefanya nini? Wamekosa. Lakini swala la kusema kwamba anamwachia Simba anamkaba Yanga, hicho kitu ni sio kitu ambacho ni cha ukweli, isipokuwa ni uhalisia wa timu alokuwa nayo nini? Alokuwa nayo Simba. Ile goli ambalo mnyama amekataliwa ilikuwa ni goli halali? Lile lilikuwa ni goli halali, sio offside ile goli. Lile goli Mpanzo alikuwa na Jincha Zawa alikuwa yuko onside. Kwa hiyo ni goli halali kabisa. Kwa hiyo mimi nahesabu ni goli ngapi? Goli 4. Wamemnyima tu jana Jincha Zawa goli lake, lakini goli lilikuwa ni la halali kabisa. Sawa. Hivi tumeshuhudia mchezo ambao mnyama angalau anafuta machozi ambayo ameyapata kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Umeona mchezo, umemwona Selemani Matola. Tumezungumza na Ahmed Ally, anakuambia Selemani Matola amekabidhiwa mechi 3, mechi zote ambazo amesimamia kiongoza kikosi hajawahi kupoteza hata moja, na zote anapata clean sheet. Umemwona mechi ya jana, vipi kwa performance hii? Kijana aminiwe kupewa timu? Unajua kuna kitu mimi nimekigundua. Mimi nilikuwa ni miongoni ambao tulikuwa tunataka kwamba benchi la ufundi lote lisafishwe, sio Matola wote watoke. Lakini kwa taswira ya jana inaonekana kabisa wachezaji wanamkubali Suleiman Matola. Sio, umeelewa? Kwa sababu mimi ninaamini kama mechi zetu zilizopoteza tungecheza kwa kiwango kile cha jana, wachezaji wangejituma, wangetoa commitment kama walioitoa jana, wakawa wanatengeneza nafasi vizuri kama jana na wanatumia nafasi kama jana, na uzuiaji ungekuwa kama wa jana, mimi nadhani Simba tungepata matokeo hata mechi zetu zingine. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba wachezaji wanamkubali sana nini Matola, na ukocha wa sasa hivi sio ukocha tu uwe na vyeti vikubwa, uwe umesoma sana, sawa, au uwe kocha mkubwa una CV kubwa, isipokuwa ukocha wa sasa hivi kwanza ukubalike na wachezaji, kwa sababu wachezaji ndio watendaji wa nini? Watendaji wa kazi yako. Sio, umeelewa? Na ndio maana leo unakuta kuna baadhi ya makocha ni makocha wa kawaida, isipokuwa wanakubalika na wachezaji. Yani wachezaji wanaamini kabisa kwamba huyu ni kama mzazi wetu, kutokana na the way wanavyoishi na yule mwalimu. Na hili ilimkosti Lampard na Chelsea, kina Timo Werner, kina Nelson Mount, ilimkosti kina Korokante.
Umeona kina Rudiger ilimkosti kwa sababu Lampard alikuwa anaishi na wale wachezaji, yani anawadharau. Mpaka anafikia anawaambia wachezaji, mimi nimefanya makubwa kwenye mpira, nyi watoto wadogo tu. Sasa hilo wachezaji wakamjengea kinyongo. Walivyomjengea kinyongo walimsababisha akafukuzwa. Kila wakiingia wanapigwa, kila wakiingia kwenye ligi wanapigwa, kila wakiingia wanapigwa. Mpaka Lampard akatolewa, alivyotolewa akaja pale nani? Akaja Thomas Tuchel. Timu ile ile ambayo ilikuwa inasuasua ndio ile ile iliyoenda kuchukua klabu bingwa nini? Klabu bingwa Ulaya. Kwa hiyo ukocha kwanza ukubali, ili kocha afanye vizuri, kwanza akubalike na wachezaji. Alafu pili apate great support kutoka kwa nini? Kwa viongozi. Akishapata great support kutoka kwa viongozi na wenzio wale washirika wenzio kwenye benchi la ufundi, mimi nadhani moja kwa moja pamoja na mashabiki, mwalimu lazima afanye nini? Afanye vizuri. Yaani ndicho nilichokiona. Sasa kwa kitu nilichokiangalia jana, mimi msimamo wangu nimeubadilisha kwamba nauomba uongozi wa Simba wamwachie timu Matola. Tuangalie huu msimu tumalize naye. Kwa sababu tusikurupuke kutafuta makocha sasa hivi kati ya msimu. Sawa, kwa sababu mwalimu anapokuja, sawa, atakuja na mifumo yake mingine tofauti. Umeelewa bwana? Atakuja na mipangilio yake tofauti. Yaani kutokana na aina ya wachezaji tuliokuwa nao, inawezekana akaja akaipoteza direction kabisa nini? Timu. Ni afadhali huyu Matola kwa sababu anawajua hao wachezaji, wamesajiliwa akiwepo, pre-season alikuwa nao. Kwa hiyo anajua kila behavior ya nini? Ya kila aina ya mchezaji aliyokuwepo nini ndani ya Simba. Mimi nadhani anaweza akatupa kitu kuliko tukitafuta mwalimu mwingine mpya akija ni sawa sawa anaanza nini? Anaanza upya. Lakini kwa kikubwa tunauomba uongozi wa Simba. Sawa Kwa rai yangu na mashabiki wa Simba tumpe sapoti Suleiman Matola. Mwenelewa, tumpe sapoti Suleiman Matola kama mwalimu wetu mkuu ili aweze kulishongeza ili jahazi. Kama kutafuta kocha basi tutafute taratibu kwa umakini zaidi kuliko kukurupuka kama tulivyokurupuka kwa Dimitar Nikolaev Pantev. Kwa hiyo ile inakuwa kama ni process ya zima moto. Kwa hiyo tuwe na long process ya kufanya speculation ya kupata mwalimu aliyekuwa bora. Lakini kwa sasa kutokana na msimu umeshaanza, ligi ya 7 ni mechi ya 4 na Matola amesimamia mechi 3. Nikolaev Pantev alisimamia mechi moja tu na JKT. Mechi zote 3 alizosimamia Suleiman Matola tumeshinda. Na hakuna asiyemjua Suleiman Matola. Matola ameshafundisha Lipuli, Matola ameshafundisha Polisi, Matola amedumu ndani ya Simba misimu 8 sasa hivi. Akiwa kama mwalimu msaidizi. Ameshakaa na walimu wakubwa wengi. Si umeelewa? Anazielewa mbinu nyingi. Matola ameshakaa na Uchebe, sawa Matola ameshakaa na Steven Badablock, Matola ameshakaa na Didier Gomes Dalosa, Matola ameshakaa na Pablo, Matola ameshakaa na Fadru Davis. Kwa Matola amekaa na walimu wengi. Kwa hiyo anajua characteristic behavior sawa za mpira wa Afrika unaofanya nini? Unavochezwa. Mimi na imani hata huyo experience tunaweza tukapata kitu kutoka kwa nini? Kwa Matola, na hatimaye Matola akatengeneza CV yake, tukawa tumetoa kocha bora ambaye anatoka kwenye mikono ya nini? Mikono ya Simba. Umeelewa? Lakini kikubwa anachotakiwa apate support, especially kutoka kwa viongozi pamoja na mashabiki. Tusimseme vibaya, na viongozi wetu vile vile wampe stahiki zake kama wanavyopewa hao walimu wengine wa kigeni wanavyokuja. Sio kwa sababu Matola ni mzawa na mnamfahamu basi mkamchukulia poa sawa, mkawa mumsikilizi, mkamgeuza kama remote control kwa sababu mnamudu alikuwa mchezaji wenu na mnamfahamu vizuri. Isipokuwa apewe heshima kama alivyokuwa anapewa walimu wengine wa nini? Walimu wengine wanaotoka nini? Wanaotoka nje. Matola anaweza akatupa kitu. Kuanzia kwenye mshahara, posho zake, apewe nyumba nzuri, apewe gari nzuri na apewe uhuru wa kuchagua benchi lake la ufundi la kwake yeye. Anemwona msaidizi huyu anamfaa basi amlete wamchukulie ili awe naye katika benchi nini? La ufundi. Mwalimu wa fiziki anayemjua yeye amlete. Yaani kila kitu chake anachostahili yeye kukipoint basi akipoint na viongozi wafanye nini? Wamtimizie ili aweze kulishongeza nini? Jazi letu. Isipokuwa wasije wakamtumia kama remote control kwa sababu anamfahamu fulani acheze fulani asicheze. Hii itakuwa mbaya, tutaelekea kule tulipofanya nini? Tulikotoka. Kwa hiyo tuache dharau. Yaani tusimchukulie kama nini? Yaani tumchukulie Matola kama ni vile South Africa, kama Mjerumani, kama Mwingereza, kama ni Mspain, yaani kama ni mwalimu ambaye ni foreigner anayetoka nje anakuja kufundisha ndani ya nini? Simba tutafanikiwa. Sawa. Hivi umeona mchezo ule, na kitu ambacho kimewapa furaha sana mashabiki wa mnyama Simba ni kumuona Bajaberi anafunga. Mwamba anaingia dakika za jioni kabisa, first touch anaweka goli. Ulizungumza hapa na rafiki zako kutoka Mombasa walikuja hapa wakatuhakikishia kila ulichoambiwa kuhusu Bajaberi ndio umeanza kukiona? Mimi sina wasiwasi na Bajaberi.
sawa wasiwasi wangu ulikuwa kwamba yule bwana alikuwa injured, sawa kwa hiyo hata ukimwangalia hata jana bado ule uzito kidogo bado anao, bado hajachangamka na ile game exposure, kwa sababu tayari Simba yenyewe ilikuwa na ina pressure ya kugombania namba, kwa sababu nafasi yake kuna Kip Dennis, kuna Joshua Mutale, kuna viungo washambuliaji wengi, kuna Elia Mpanzu. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ili upate nini? Upate nafasi ya kufanya kucheza. Kwa hiyo ile pressure mimi nadhani kwa jana tayari ishaanza kufanya nini? Kumondoka, kwa sababu first touch tayari anatia nini? Anatia kamba. Kwa hiyo Bajabili mimi sina wasiwasi naye. Kuanzia tulipomsajili, ukimsikiliza mwalimu wake, sawa Ndalagija, sawa unaona kabisa kwamba Bajabili ni mchezaji wa aina gani. Na walikuja kunitoa wasiwasi ndugu zake. Ndugu zake kabisa wa kuzaliwa ambao walikuja hapa na niliongea nao, walikuja kwenye tawi langu na wamenikaribisha Mombasa. Yani walizungumza wakasema kabisa Bajabili ni mchezaji wa aina tofauti, ni mchezaji wa kipekee, ni mchezaji kwanza ambaye hana tamaa, yuko vizuri na anajituma na anaupenda mpira. Sio anacheza mpira kwa sababu ya njaa, anacheza mpira kwa sababu anapenda nini? Anapenda tasnia ya mpira. Kwa hiyo mimi nilikuwa sina wasiwasi na Bajabili. Na jana katika goli ambalo nilifurahia, yani jana nilikuwa kama nimeshangilia goli 10. Ile goli la Bajabili sana goli 10. Yani ni sawa na goli 10. Kwa sababu sawa ni mchezaji ambaye wana Simba tulikuwa tunaamnaye sana. Sawa aje kutuonyesha kitu na atupe kitu. Kwa sababu watu wengi walikuwa wanaimba wanadai Bajabili atakuwa kama nini? Atakuwa kama yule Ivory Coast alikujaga akakaa benchi msimu mzima. Umeelewa bwana Kwa hiyo mwisho wa siku Bajabili jana ameprove watu wrong, amepata nafasi, amecheza na hatimaye ametufungia goli la 3. Kwa hiyo wana Simba tumefurahi sana, tena tumefurahishwa mno. Kwa aliyemleta Bajabili basi dhambi zake zinatakiwa kidogo zipunguzwe. Umeelewa? Tugawane watu wa Simba, aliyemleta Bajabili dhambi zake tutakuwa tugawane mashabiki wa Simba. Atafunga sana na yale ndo magoli yake. Yaani analijua goli. Umeelewa? Analijua goli sana. Hakuna mchezaji anayekevu kama Bajabili kweli. Kevin zake yani sache ni kweli, hata ukiangalia wakati huko polisi ya Kenya magoli yake mengi anayofunga ni magoli ya kukevu. Tena lile la jana kidogo umepotea, mipira yake huwa anapiga kwenye nyuzi 90. Huwa inagonga juu afu inafanya nini? Inaingia, ana shabaha kali sana yule bwana mdogo. Yuko vizuri, analijua goli, ana shabaha. Sawa. Tuambie kwa upande wa Morris Abraham. Naye kijana ameonekana anafunga goli. Alikosa mechi dhidi ya Stade Malien, kafunga jana, akaonekana na mwaga machozi. Wana Simba mmepokeaje goli la Morris Abraham? Tumelipokea kwa sababu ndio goli lake la kwanza tangu aanze kucheza ligi ya Tanzania, na amefunga goli zuri. Goli lenyewe umeliona jinsi lilivyofanya lilivyopigwa. Imepigwa na professor wa football Elia Mpanzu, akaiunga moja kwa moja. Kwa hiyo unaona jinsi hakuna kutuliza. Na uhakika kama kila mechi anaanza dakika 90, basi atakuwa man of the match wa ligi wa kila mechi. Yule mtoto hana baya. Umeelewa? Anamwaga jasho lake. Yani anajua muda gani akabe, muda gani acheze mpira, muda gani. Yani anafanya kila kitu on time. Si umeelewa? Yani kuanzia utoaji wa pasi, kutoa pasi za mwisho, kwenye kulijua goli. Yule dogo yuko vizuri. Ile ni mali ya Ulaya. Na sidhani kama msimu huu kama tutafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa kama tutabaki naye, anaweza akaondoka akarudi zake tena Ulaya. Simba tukaingiza pesa kutosha. Kitu gani cha tofauti ambacho umekiona kwa mchezaji huyu Morris Abraham ambacho kwa wachezaji wengine hujabahatika kukiona? Cha tofauti ambacho kinakuvutia kwamba mwamba anajua? Utofauti aliokuwa nao, kwanza hana majivuno na anajua kazi yake. Anajua muda gani, yani ana vitu vyote vitatu. Yani swala commitment, space pamoja na time. Matumizi ya muda yuko vizuri. Si umeelewa? Anajua muda gani akabe, muda huu natakiwa niwe katika position gani, muda huu niwe nyuma ninasaidia kukaba, muda huu yani timu inachezea, muda huu tunashambulia, yani kila kitu anajua. Na akipata gepu anatembea. Na ana uwezo kwa hata ukibakisha na wachezaji wawili bado ana uwezo wa kupinduka nao na akatafuta nafasi. Alafu vile vile anajua kutengeneza nafasi. Umeelewa? Na anajua vile vile kutumia nafasi. Alafu cha tatu ambacho ndio cha mwisho wachezaji wengi wanakosa ni swala la commitment. Si umeelewa? Swala la kujituma. Yaani kwanza anajielewa na anaelewa katika mpira yeye anahitaji nini. Umeelewa bwana? Anajua sasa hivi niko Simba natakiwa niende sehemu gani. Yaani hicho analifahamu, na ndio maana muda wote anakuwa yuko katika yuko kazini. Yaani akiwa uwanjani akili yake inakuwa uwanjani. Akiwa nje akili yake inakuwa nje. Sasa kuna wachezaji wengine anawezekana kwa yuko uwanjani lakini akili yake haiko uwanjani.
na umri wake bado ni mdogo na unalipa. Kwa hiyo yuko tofauti sana na wachezaji wengine kwa sababu anajitambua. Yaani kikubwa ni anajitambua kwa kifupi. Pengine anaweza asiwepo msimu ujao kwa kiwango hiki. Timu kubwa zikimuona ligi ya mabingwa kule akifanya mambo makubwa, wana Simba mtakuwa tayari kumwachia kijana? Simba hatuna roho mbaya sawa ya kuzuia wachezaji. Kama timu imefika bei na tuna maslahi nayo, anauzwa. Kwa nini asiuzwe? Si umeelewa? Kwa sababu lengo nia na mazumuni kwa mchezaji mdogo kama yule, ili upate wadogo wengine kama wale wavutiwe na Simba. Maana yake wanapopata nafasi ya kuondoka, basi uachie waende wakatafute maslahi mengine, kwa sababu mpira ni ajira ya muda mfupi. Leo nakutolea mfano mtu kama Mzinzi, si alizuiliwa na Yanga, sasa hivi ni majeruhi, na maana akirudi aanze kujitafuta tena upya. Sasa ile inakueleta taswira, lakini sasa hizi angekuwa labda Wydad kaumia, yuko Wydad au yuko Al-Masry. Kwa tayari tunatengeneza wachezaji ambao watakuja kulitumikia taifa letu. Kwa hiyo kikubwa sisi hatuna roho mbaya. Akifanya vizuri, akijituma vizuri, sio yeye tu, mchezaji yoyote kama anahitajika anaruhusiwa. Amesharuhusiwa Chama akiwa katika piki katika ubora wake na tunamtegemea, amesharuhusiwa Miquissone tulikuwa tunamtegemea, ameruhusiwa Enoki Inonga tulikuwa tunamtegemea, ameruhusiwa Shemalon Fond, ameruhusiwa Kanute, ameruhusiwa Pape Osman Sako. Kwa Simba hatuna roho mbaya ya kuzuia mchezaji, sisi tunauza. Unaweza kumfananisha Luis Jose Miquissone na Morris Abraham? Mimi hiyo nilishawahi kusema, kwani hujanisikia? Kwamba Luis Miquissone amerudi ndani ya Simba. Yaani yule ni new Jose Luis Miquissone. Yaani typing yao ya uchezaji. Anajua wa moto, anajua akabe saa ngapi, ashambulie saa ngapi, acheze mpira saa ngapi. Visivyokuwa vya muhimu afanyi. Si umeelewa? Hata fiziki yake ukimwangalia na maana kama ana mazoezi binafsi. Yaani fiziki yake ukiangalia hata mwili wake unajua kabisa huyu ni mchezaji. Hata ukutane naye njiani unajua huyu ni mchezaji. Kwa hiyo ni Jose Luis Miquissone mtupu. Hawana tofauti. Sawa. Hivi mchezo unaofuata ni dhidi ya Azam, Mzizima Derby, siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa. Wana Simba mna matumaini? Mimi nadhani hapa sasa ndio sehemu ya kwenda kumkabidhi timu Matola. Yaani hiyo mimi viongozi wa Simba watanipiga makofi. Yaani nitapiga sana kelele. Pindi Matola atakapoenda kupata pointi 3 na Azam na akatuonyesha pila lile lilopigwa jana likapigwa na zidi ya Azam. Yaani ashindane na kocha mkubwa. Yaani na maana mechi ya Jumapili ni nani zaidi kati ya kocha mkubwa Ibenge na Suleiman Matola. Na Matola anamjua Ibenge vizuri kwa sababu alikuwepo kwenye benchi la ufundi wakati Simba inacheza na nini? Na AS Vita. Si umeelewa? Na El Hilal vile Matola alikuwepo. Umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja unaona hata na RS Berkane, Simba na RS Berkane Matola alikuwepo. Hajawahi kupata matokeo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Matola akiwa kwenye nini? Akiwa miongoni mwa wanabenchi wa nini? Wanabenchi la Simba. Kwa hiyo ni dabi kati ya Matola na nani? Na Ibenge. Yaani hapa Matola ndo tiketi yake sasa. Matola ya viongozi wa Simba siku ya Jumapili mechi ikisha, Jumatatu viongozi wa Simba rasmi watatoa taarifa kwa umma kwamba Matola tumemkabidhi timu awe kama kocha mkuu. Kwa kumfunga kocha mkubwa barani Afrika. Kwa sababu unapozungumzia makocha watano Ibenge uwezo kufanya nini ukamwacha. Sasa kama Matola amemfunga Ibenge kocha ambaye yuko ndani ya 5 bora ya Afrika, kwa nini usimpe timu Matola? Kwa hiyo mtihani wa Matola ni Jumapili. Na uhakika Azam anaenda kuchezea kichapo. Kama timu itachezwa, ataipanga timu vizuri na itacheza kama ilivyocheza na Mbeya City. Maana yake Mbeya City na Azam ilikuwa ni shughuli. Mpaka Azam alilalamika kwamba amefanya nini, amezulumiwa, ameonewa. Unacheza na mtoto afu unazulumiwa, wewe ndio umeonewa. Umeelewa? Kwa hiyo Simba jinsi kitendo alichomfanya Mbeya City sio timu ya kawaida. Ametoa sare na Azam, ametoa sare na Yanga. Lakini Simba kamtia chuma ngapi? Chuma 3. Kwa hiyo Matola ina maana ni mwalimu mkubwa kuliko walimu wa Yanga na mwalimu wa nini? Mwalimu wa Azam. Kwa hiyo ni dabi kati ya Matola na Ibenge, Simba na nani? Na Azam, na wachezaji wa Simba na nani? Na Azam. Sawa. Hivi lolote kwa mashabiki wa mnyama Simba? Zungumza nao. Kikubwa mimi nawaambia, sawa nawaambia mashabiki wenzangu wa Simba, wasituone kama tunakengeuka. Sawa, tunachoangalia ni uhalisia wa kuilinda klabu yetu. Yaani mimi ninachoamini, mchawi mpe mwanao afanye nini? Alee. Kwa hiyo Matola tumpe, Simba ailee, tumwangalie. Kwa sababu kama kuna vitu vinafanyika behind the scene, ina maana alikuwa na uhitaji ukocha mkuu. Kwa hiyo tuwaambie viongozi wamwachie timu sawa Matola ili aweze kuifanya nini? Kuiendesha. Kwa msimu huu tumalize msimu, tumwangalie Matola. Je, ameshaiva?
kwa sababu ameshakaa misimu 7 mpaka 8 ndani ya nini, ndani ya Simba, na ameshakaa na makocha wakubwa. Iweje ashindwe kukabidhiwa timu na akaiendesha timu? Sasa ili tumfukuze vizuri, akabidhiwe timu. Sio, umenielewa hapa? Ili tumfukuze vizuri, anatakiwa akabidhiwe timu. Akichemka sasa ndio bye bye Baba Jane. Ina maana anaondoka kabisa, hakuna tena cha kuwa mwalimu msaidizi wala cha kuwa mwalimu gani wala cha kuwa si msaidizi wa nini. Anatakiwa akatafute changamoto nyingine, lakini kwanza tumkabidhi mtoto amlee, ili tumfukuze vizuri, tumpe mtoto amlee. Shukrani sana. Asante sana.